Diamond Platnumz na dada yake Queen Darleen wamejikuta kikaangoni kwenye mikono ya Watanzania, na hasa kwenye mitandao ya kijamii watu wamekuwa wakizungumza lugha tofauti kwa kile ambacho wanaona wamewakosea Watanzania. Kwa upande wa Diamond tunafahamu watu wamekuwa wakimlalamikia kwa nini haoneshi support yoyote ile ama juhudi zozote zile za kukemea yale ambayo wananchi wamekuwa wakiyakemea. Kwa kifupi wanalaumu kwa nini Diamond hayupo upande wa wananchi wengi ambao wao wamekuwa wakipaza sauti zao, lakini hatujamuona huko. But finally jana kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram alishare taarifa ya kuombea watu ambao tayari wametangulia mbele za haki, lakini vile vile kuombea amani na neema of course kwenye taifa letu, na sio yeye pekee bali wasanii mbalimbali. Na hiyo ilikuja once msanii Nandy alipoanza kushare hizo taarifa za kutoa pole kwa wafiwa, lakini vile vile kuwaasa wa Tanzania kuendelea kuwa watulivu na kuliombea taifa letu. So baada ya hapo wasanii wengine pia wakaanza kujitokeza na kuposti hizo posti ambazo zimekuwa zimeleta taharuki sasa baada ya kutuliza maumivu. Watu wana comment pale, wanauliza bwana mlikuwa wapi wakati wote mpaka mnakuja katika kipindi hiki. Kwa hiyo ndio imekuwa kitu kikubwa zaidi. Na kwenye post ambayo Diamond ameishare yeye, kuna comment nyingi sana ambazo zinaonyesha watu hawajafurahia nazo. Nitakuja kukusomea hapa. Lakini vile vile kwa upande wa Queen Darleen ambaye ni dada yake, Queen Darleen kabla ya uchaguzi mkuu aliwahi kuzungumza, kutoa kauli ambayo imetembea kwenye social media na sote tunaifahamu kwa sababu tumekuwa tukifuatilia kwa ukaribu zaidi mchakato huu. Queen Darleen aliwahi kuongea maneno mazito kidogo juu ya watu ambao wataamua kuandamana siku ya tarehe 29. Sasa kauli ile imekuwa ikipostiwa tena kwenye mitandao na watu wengi wakizungumza kwa namna tofauti. Comment za watu zimekuwa za hasira, na ukijaribu kupita kwenye mitandao huko utakutana na vitu vya namna hiyo. Nitakuja pia kukusomea baadhi ya vitu ambavyo watu wamekuwa wakivizungumza. Nipo hapa kwa ajili ya kufikisha taarifa hii, lakini vile vile kupata maoni yako wewe. Una mtazamo gani kwenye haya ambayo yanaendelea? Hoja ni kwamba hoja zangu zitakuwa chache tu. Je, ni sahihi msanii kusimamia msimamo wake licha ya kwamba kuna kundi kubwa la Watanzania na ambao mashabiki wake wamekuwa wakilalamika? Je, kuna ulazima wa kufanya hivyo msanii kuungana na kundi hilo kubwa la mashabiki ama la Watanzania, ama kile ambacho yeye anakiamini anapaswa kuendelea kukiamini? Je, ni kosa kuamini kile ambacho yeye anaona ni sahihi instead ya kuamini kundi kubwa la watu? Je, ni sahihi vioo vya jamii ama wasanii ama celebrity kuwa na upande fulani wa kisiasa? Ina afya kwenye muziki ama ina afya kwenye sanaa ama ina afya kwenye industry nzima ya celebrity? Kwa mtazamo wako wewe unaonaje? Utaniandikia hapa. Sasa kupitia mtandao wa Instagram, Diamond Platnumz alishare ujumbe wake wa kuwapa pole wa Tanzania. Ujumbe huu ukijaribu kuangalia of course comment zimekuwa nyingi sana na imepata engagement kubwa kweli kweli. Diamond akaandika siku ya jana, akasema Mwenyezi Mungu ndio mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu. Inshallah, na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka tena kubwa kwa taifa letu. Atujalie amani zaidi ya tulionayo mwanzoni. Atujalie upendo zaidi, umoja, mshikamano, kupendana, maendeleo, na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi. Amen. Hiyo ni post ya Diamond aliyoshare kwenye mtandao wake wa Instagram. Sasa kutoka kwenye posti hii, mashabiki wa muziki pamoja na Watanzania mbalimbali wamekuja pale waka-comment. Mfano huyu hapa anaitwa Omi Msafi TZ, anasema kuna vitu vinaumiza sana. Nimemwona pia Kim Kaindo, huyu ni mfanyakazi wa Wasafi WCB, aka-comment hapa akaweka bendera ya Tanzania pamoja na alama ya kushukuru. Huyu hapa Suraivura, yeye akasema Biggie, akaweka alama ya upendo pale kwamba anakubaliana na hiki alichokifanya. Huyu mwingine anaitwa Nico, akasema hakika ipo siku mtu atakuja kupigwa mawe stejini kabisa kabisa. Then kuna
Mwingine huyu anasema Hamza Juma akasema, akatumia neno kali kidogo. Sema unaongea nini wakati jambo letu limefanikiwa kwa 100%? Si ulipanda jukwani kunadi katumia kauli kali kidogo. Kwa akasema pale mwishoni mission completely. Unaona, hiyo ni kwenye Instagram na hasa kwenye upande wa comment. Huyu mwingine Kevin akasema, we jamaa, nilikuwa siambiwi kitu chochote kuhusu Diamond Platnumz, hata afanye kitu kibaya mimi nitakigeuza kinaonekana kizuri, ila ulivyoleta uchawa kwenye haya makampeni umetuvunja sana moyo. Akaweka alama ya kopa ya mpasuko hapo. Akasema baadhi ya mashabiki zako acha umuhimu. Akasema baadhi ya mashabiki zako cha umuhimu ni kujifunza bro. Mambo ya siasa usiyachanganye na sanaa. Simba akaweka pale. Huyu bwana Kevin Munish inaonekana ameumia kweli kweli baada ya Diamond kutosema chochote, lakini inaonekana ni shabiki kindaki wa Diamond, umwambii kitu chochote. Mpazi Joseph akasema amen. Mwingine huyu akasema, huyu jamaa ni kukaa naye mbali wa Tanzania. Huyu ni adui, tena adui yetu namba 1 ni zaidi ya fulani hapa. Akatumia maneno makali kidogo. Akasema huyu sasa anatupa pole ya nini wewe, zaidi ya maneno ya hovyo kidogo hapa yametumika, na ipo siku akaandika hivi. Umeona bwana, inakuaje bado nimekufollow director Willy TZ. Hao ni baadhi tu ya Watanzania ambao wamecomment. Huyu mwingine akasema huyu show zake sijui atafanyia ndani kwa hizi hasira za Watanzania sijui. Mwingine huyu anaitwa Adamic akasema unafiki tu. Frida akasema ya Frida imekaa vibaya kidogo. Mwingine akasema bado tunakutaka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na comment nyingi za namna hiyo, comment za mashabiki kumlalamikia bwana Diamond, ambaye wao wanasema wamekuwa kimsupport kwenye muziki kwa muda mrefu sana, lakini hawaoni support ya Diamond katika harakati wao wanazozifanya. Kwa haya yote ambayo yanaendelea, ndio maana niliuliza pale mwanzo, wewe una mtazamo gani kwenye hili kwa vioo vya jamii ama wasanii? Ni lazima msanii kukaa upande wa wananchi once wananchi wanapokuwa na malalamiko yao, ama anaweza kabaki upande ambao yeye anaamini? Lakini vile vile kwa haya ambayo yanaendelea, kuna afya kweli wasanii kujihusisha na masuala ya kisiasa? Na kama hakuna afya, waache wanakula wapi? Kwa sababu huko pia naambiwa wanajipatia chochote kitu wanapoperform, ndivyo ambavyo riziki zao zinaingia. Hii imekakaaje utaniambia? Kwa upande wa dada yake sasa Queen Darling kufuatia kauli ambayo ameitoa hivi karibuni, na Queen hajafuta chochote. Hii inaashiria kwamba yeye hajutii kile ambacho alikuwa amekizungumza kupitia mtandao wake wa Instagram, na hii ni page nyingine nadhani anaiongoza yeye mwenyewe, inaitwa Queen Darling News. Hii ilikuwa Oktoba 25. Alishare ujumbe akiwa amevalia mavazi ya hijabu, na akawa ameposti video inayomuonyesha akiongea kutokubaliana na kundi la watu ambao walipanga kuandamana siku ya tarehe 29. Sasa Queen Darling baada ya kushare video hiyo, watu walizungumza mambo mengi, lakini baada ya of course uchaguzi kupita na matokeo yalikuwa yametokea, watu wakarudi tena wakaanza kushare video hiyo. Huyu mmoja anaitwa Simba akasema huyu wala asiwaumize vichwa, Mungu hakumpa uongozi ila kampa sura inafanana sana na roho yake. Umeona, kutokana hii ni comment ambayo inatokana na maneno ya Queen Darling aliyokuwa ameyazungumza. Umeona, mwingine huyu akaandika maneno ya kukejeli hapa, akasema kazuri kenyewe kama Mwandambo. Mwingine akasema nadhani muda huu haya maneno anajutia sana huyu, tumsamee maana alikuwa ajui alitendalo. Anaitwa Rich Melody 24 kwenye Instagram akasema nadhani muda huu haya maneno anayajutia sana huyu, hebu tumsamee maana alikuwa hajui alitendalo. Wengine wakaendelea kucomment hapa, akasema upeo uongozi na umeishia darasa la 3. Huyu ni Biggie. Alafu mwingine Jackson akasema ila huyu no haina, akasema ala ampe adhabu kali hapa duniani. Mwingine akasema hakuna cha maisha marefu, alaaniwe tu. Mwingine akasema tumevunjwa kama alivyotaka tuvunjwe. Mwingine akasema maneno makali sana haya.
anatamani ayarudishe mdomoni haya maneno yake. Huyu ni Fighter, umeona bwana. Mwingine akasema lolote limkute, mwingine aendelee kutanua pua, hakuna kitu hapo. Mwingine akasema angekaa kimya tu, mwingine akasema au basi. Kwa hiyo comment zimekuwa za namna hii, comment zimekuwa nyingi sana kwenye social media huko kwenye mitandao ya kijamii. Wale mastaa wachache ambao waliungana na wananchi sasa hivi wanapeta tu, wanaposhare vitu vyao, basi unakuta wanapata support kubwa kutoka kwa Watanzania. Hali hii itaendelea mpaka lini? Mimi pia kama Dr. Upupu najiuliza, na nini hatima ya wasanii hawa ambao wamekuwa wakisema kwenye mitandao kutoa support wasanii? Nini kitatokea? Wewe pia upi mtazamo wako kwenye hili? Unaweza ukaniandikia hapa kupitia YouTube channel ya Upupu Podcast. Basi ukiwa kufanya hivyo, nitakuja kusoma na tutashare pamoja, tutachat pamoja hapa, tutoe mtazamo wetu na tuone namna gani tunaweza tukasonga mbele kufuatia mambo haya ambayo yametokea. Sasa hivi ndakuwa nakupa updates tu, lakini baada ya mambo kukaa sawa nakuletea uchambuzi wangu sasa kama Dr. Upupu, mtazamo wangu mimi naona kitu gani kwenye haya ambayo yanaendelea. Usisahau ku like, ku comment pamoja na kusubscribe YouTube channel ya Upupu Podcast, lakini vile vile unaweza ukaenda Instagram, natumia Upupu, natumia Haja the Credible, ukanifollow kule na tukashare baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakitokea kwenye taifa hili. Asante kwa kuitazama Upupu Podcast.